Ivory Coast wanasema kwamba wameng'amua mapinduzi ambayo yalikuwa yatekeleze mwezi huu Disemba na kumng'oa amiri jeshi na head of state wa Ivory Coast ambaye anajulikana kwa jina la Alassane Ouattara. Karibu official Zungu_, kupe ukweli na juu ya hali ambayo imejiri katika nchi ya Ivory Coast. Kwanza fahamu kabisa Ivory Coast ni moja kati ya nchi za mapinduzi, kwa maana ya kwamba so mara ya kwanza kwa rais kutaka kupinduliwa na so mara ya kwanza kwa rais kuwa katika njama za kupinduliwa. Lakini pia kingine cha muhimu ambacho inabidi ufahamu ni kweli kuna njama za mapinduzi ambazo zilikuwepo. Raia wa Ivory Coast hawakulijua hili, ila baadhi ya maofisa wa kijeshi walijua hili. Mapinduzi haya yalitakiwa kutekelezwa katika mwezi wa Disemba karibu na tarehe 20, 21 mpaka 22. Of course yalikuwa ni mapinduzi ambayo yanatakiwa yatekelezwe kabla ya sikukuu ya Krismasi. Alitakiwa rais wa Ivory Coast aondolewe kabisa madarakani, lakini maofisa wa Ivory Coast wamefanikiwa kuling'amua hilo. Na Ivory Coast hili hawajaling'amua peke yao, wameling'amua kwa kusaidiwa na vikosi vya Ufaransa, kwa sababu Ufaransa ni moja kati ya nchi ambazo zinailinda Ivory Coast kufa na kupona kwa sababu ya maslahi fulani. Ivory Coast na Ibrahim Traore, huyu mwamba hapa, umeona, hawako vizuri katika masuala ya kidiplomasia. Kwa hiyo hatujui haya mapinduzi ya Ibrahim Traore yalitakiwa kupangwa kwa aina gani. Mapinduzi ya Alassane Ouattara pale Ivory Coast hatujui yalitakiwa kupangwa kwa aina gani, lakini ukweli ni kwamba Ivory Coast wameepuka jaribio la mapinduzi mara baada ya intelligence ya jeshi kugundua ya kwamba kuna namna ambayo si nzuri inatakiwa kufanyika. Kwa hiyo nao Ivory Coast ni shwari kabisa. Rais Alassane Ouattara anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Hapa ni official Zungu_, Ivory Coast ni shwari kabisa. Karibu tuchambue pamoja. Hapa ni official Zungu_, mambo vipi? Karibu tuchambue kile ambacho kimejiri jana kwenye ofisi ya Oval pale White House kati ya Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika ya Kusini na Rais Donald Trump wa Marekani. Uchambuzi huu utakuwa na sehemu tatu kwa sababu tunaanzia kabisa kwenye mizizi kwamba yale ambayo yamejiri jana, ni kwa nini mpaka tumefika hapa, ni kwa nini mpaka Rais Donald Trump anamuumbua Rais Cyril Ramaphosa na Ramaphosa anakuwa mpole, anasaliti misimamo yake ya nyuma. Sasa tuanze na hii sehemu ya kwanza, nitakupa mzizi na kisa na mkasa. Kabla ya ule mkutano wa jana kati ya Trump na Ramaphosa, Afrika ya Kusini tayari walishajitambulisha kwamba wanaweza kuwaletea shida Marekani kama taifa fulani la Afrika ambalo ni giant na lina uhuru wake. Kwanza walianza kumshtaki mtoto kipenzi wa Marekani, Israel, katika mahakama ya The Hague, wakisema kwamba Israel wamevamia Palestina na wanatakiwa kuhukumiwa, kushtakiwa kimataifa. Sasa ukitaka kumgusa Marekani, mguse Israel. Hiyo ni sababu ya kwanza ambako Afrika Kusini ilijichanganya. Sababu ya pili ni mahusiano mabovu ya kidiplomasia kati ya Afrika Kusini pamoja na Marekani, na uliona hadi chokochoko za balozi wa Afrika Kusini Marekani kutaka kufukuzwa kule Marekani kwa sababu ya yale ambayo yalitokea. Lakini sababu ya tatu, Afrika Kusini kumbuka iko BRICS. Bingwa wa BRICS ama baba wa BRICS ni Urusi kwa kusaidiana na China. Marekani hili halikumpendeza. Sasa mbali na hilo, hawa Afrika Kusini walipitisha sheria ya ardhi, ambayo sheria hiyo ilisema wamiliki wazungu wale au makaburu ambao wengi wao wana uraia wa Ufaransa na Uholanzi hawatatakiwa kumiliki ardhi kubwa. Yaani kama unamiliki ardhi kubwa, ardhi yako itabinafsishwa kwa serikali. Sasa ukichukua ile Afrika Kusini, 100% ya maeneo makubwa ambayo yanamilikiwa, ukichukua kigawanya, asilimia karibu 80 yanamilikiwa na hawa makaburu. Kwa hiyo hii sheria japo haijatekelezwa, Elon Musk akamaindi sana, kwa maana ya kwamba Elon Musk amezaliwa Afrika Kusini na Elon Musk ni kaburu yule, kwamba ndugu zangu wanamiliki ardhi kubwa. Sasa kivipi serikali ya Afrika Kusini inatengeneza sheria kama hii kwamba zibinafsishwe na ziwe ni mali ya serikali kwa sababu mtu mmoja anamiliki ardhi kubwa hivyo? Sasa mara baada ya hapo, kumbuka pia ukitaka kumgusa Trump, mguse Elon Musk. Elon Musk akaenda kuchonga kwa Trump kwamba ndugu zangu wa Afrika Kusini wanateseka. Kumbuka Elon Musk amezaliwa Afrika Kusini na hakuna mtu Trump wanamsikiliza kuliko Elon Musk. Hata J.D. Vance, makamu wa rais wa Marekani, hasikilizwi kama anavyosikiliza J.D. Vance. Putin na ukorofi wake wote na mambo yake yote, ikifika kwa swala kumzungumzia Elon Musk,
anatulia, anapoa na anamsifia kwa sababu jamani mwamba kweli kweli. Kwa hiyo mara baada ya hapo Trump alichokifanya kwa sababu ya sera hiyo ya Afrika Kusini, akapiga ushuru kwenye bidhaa za Afrika Kusini 30%. Kwa Afrika Kusini akawa bidhaa zake hazipeni tena Marekani. Alafu pili alichokifanya akapunguza ushirika wa kibiashara. Afrika Kusini ile nchi ilivyokaa mshirika mkubwa wa kibiashara, yani mtu ameka invest sana Afrika Kusini, namba 1 ni Mchina, namba 2 ni Marekani. Kwa hiyo Marekani akaanza kucut off ile misaada yake. Mambo ya HIV alikuwa amewekeza sana kwenye afya, mambo sijui ya nini akaanza kucut, watu wakaanza kukosa ajira Afrika Kusini. Kwa hiyo Ramaphosa akapiga hesabu kwamba namvimbia Marekani lakini sitoboi, lazima niwe chawa, acha niende. Kwa hiyo alipoenda sasa ndicho alichokutana nacho. Sasa nimekupa mzizi. Sasa ilikuwaje mpaka Malema akatajwa pale? Malema anahusikaje? Chama chake cha Economic Freedom Fighter EFF kinahusikaje? Kwa nini mpaka Trump akaplay ile video? Tukutane sehemu ya pili. Hapa nimekupa mzizi kwanza ujue msimamo wa Afrika Kusini kabla na Ramaphosa alipoenda kutubu Marekani. Kwa kiufupi, kwa sisi wachambuzi wa siasa za kimataifa tunasema rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameenda kutubu katika nchi ya Marekani mbele ya Rais Donald Trump. Tarajia na sehemu ya pili.